أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إمامنا الحسين عليه السلام: وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. Tukiwa katika mwezi wa Muharram, mwezi ambao Ahlul Bait walipokea kama mwezi wa msiba kwao, mwezi ambao kizazi cha mtume na wapenzi wa familia ya mtume, unapoingia mwezi wa Muharram sio mwezi wa furaha kwao, hawaupokei kwa furaha, kama ambavyo al-Imam Ridha alayhi salam anasema: baba yangu kana abi, ilikuwa baba yangu, idha dakhala Muharram, unapoingia mwezi wa Muharram haonekani sura yake kutabasamu, haonekani sura yake kucheka. Anapoulizwa akawa anasema, huu ni mwezi wa msiba kwetu sisi, ni mwezi aliyouliwa mjukuu wa mtume al-Imam al-Husayn. Siku ya 10 ya Ashura ndiyo siku aliyouliwa mjukuu wa mtume al-Imam al-Husayn. Sababu zilizomfanya mpaka kujitoa kwenda kuuliwa, moja katika ujumbe wake ni huu aliyosema kwamba wa inni la ara al-mauta illa saada, kwangu mimi kifo, ninavyokitazama kifo ni furaha kwangu, wal hayata ma'a adh-dhalimina illa barama, na kuishi na dhulma na kuishi na madhalim isipokuwa ni dhiki. Yani Imam Hussein anatuambia, katika maisha yako ogopa kuishi na madhalimu, ukaiona dhulma inatendwa waziwazi, dhulma inafanywa waziwazi, watu wa dhulma wanawadhulumu watu waziwazi, na wewe upo. Imamu anakuambia bora utamani kufa kuliko kuishi na watu madhalimu kama hawa. Yani bora kifo kwako wewe ni bora zaidi kuliko kuishi na katika ulimwengu wa dhulma. Kwa hiyo huu ujumbe al-Imam al-Hussein anatupa sisi wafuasi, hususo akilenga kipindi kile ambacho anaishi yeye, dhulma ya utawala wa Bani Umayya waliokuwa wakiufanya dhidi ya Uislamu, ambao hao walijivisha kama nembo ya Uislamu, lakini kiukweli walikuja kuharibu Uislamu. Ni kipindi ambacho Bani Umayya waliubadilisha Uislamu uhalisia wake, wakauvisha Uislamu bandia. Yani kama vile tunasema leo kwamba wametoa ngozi halisi wakavisha ngozi bandia. Yani ule Uislamu halisi wa bwana mtume walitaka wauue, watubadilishie Uislamu bandia. Ndipo al-Imam al-Husaini akaweza kusimama kulipinga hili. Ndipo al-Imam al-Husaini, pamoja kwamba yeye yuko peke yake, alisema mimi nitasimama uweza kuitetea dhulma hile, kuhakikisha kwamba Uislamu unabakia hata kama nitauawa. Huu ndio ujumbe Muharram, na huyu ndiye al-Imam al-Husaini ambaye watu wengi, Waislamu wengi wamemsahau la ilaha illa Allah. Leo sisi tuambiwa kuna funga ya Ashura, watu wanafunga siku ya Ashura, na tukaletewa matukio ya kufurahika sababu ya saumu hile. Tukaambiwa kwamba ni siku ambayo Bani Israil na Musa waliokoka na Firauni, yani Firauni aliangamizwa, kwa hiyo wakawa Musa anafunga siku ile. Kwa hivyo sisi tunafunga kuenzi siku ile. Tukatengenezewa matukio ya kwamba siku ya Ashura kwamba Nabii Ibrahimu aliokoka kwenye moto. Tukatengenezewa matukio kwamba ni siku ambayo Nabiullah Yunus alitoka kwenye tumbo la chewa. Tukatengenezewa matukio mpaka kiwango cha kwamba tukio
la mauaji ya Imamu Husaini mjukuu wa Mtume likawa hajulikani tena. Kwa hiyo huu ni ujumbe wa mwanzo.